halifu na wahalifu, na hiyo ndiyo kazi ambayo mnakwenda kuifanya. Hivyo kwa ujuzi huu mlioupata, ni matumaini ya Watanzania mtakwenda kuwa chachu ya maboresho na mabadiliko ya kiutendaji katika kukomesha vitendo vya uhalifu katika komandi na himaya zenu mtakazopangiwa. Vile vile kwa uelewa mlioupata, mtatusaidia kujibu baadhi ya changamoto zilizobainishwa na Tume ya Haki Jinai zinazohusu kuzingatiwa kwa taratibu na vile vile kasi ya utendaji kazi. Sababu tume ile imeonyesha maeneo mengi ambayo huko nyuma jeshi letu lilikuwa na kasoro. Kwa hiyo kwa mafunzo haya nadhani mtakwenda kuziba hilo pengo ambalo limeonyeshwa. Kama mnavyotarajiwa kwenda kusimamia haki za raia, mnatarajiwa pia kuendelea kuwa mabalozi wa kusimamia maadili katika komandi zenu. Muwe sehemu ya kukomesha vitendo vya kuomba na kupokea rushwa. Haya ndio maradhi makubwa yalikuwa ndani ya jeshi letu, na sitaki kusema yameisha, yapo, yanaendelea. Muda baada ya muda tunarushiwa viklipu, na mimi nikirushiwa wanamrushia IGP. Watu wako wa barabara fulani, angalia. Na nashukuru nikimrushia hacheleweshi, anachukua hatua hapo hapo. Kwa hiyo nendeni kakomesheni mambo ya rushwa. Hamjafunzwa ili mpewe silaha zaidi za kwenda kukomesha watu kwenye mambo hayo. Mmefunzwa kwenda kutoa majawabu kwenye yale mambo ambayo jeshi letu linalalamikiwa. Kwa niombe sana kafanyeni hayo. Kama nilivyosema, wimbo wenu wa maadili ya maafisa wa polisi ambao unaimbwa kila shughuli inayokuwepo ni wimbo mzuri sana, na kama mtasimama nao, basi jeshi letu ndani ya ukanda huu hakuna ambaye anaweza kutushika. Niwaombe sana kasimamieni viapo na wimbo wenu. Kama mnauimba kwa kumaanisha, basi maudhui yaliyomo kwenye wimbo yanatekelezeka na inawezekana. Na ni dhahiri kama nilivyosema kwamba tutapunguza malalamiko ndani ya jeshi letu kwa kiasi kikubwa. Vile vile jeshi letu litakuwa na heshima zaidi, kwa sababu wenyewe mnajua kwamba Tanzania sio tu jeshi la polisi, lakini na vikosi vyetu vingine viko vizuri ndani ya ukanda wetu Afrika Mashariki, lakini pia kusini mwa Afrika. Kwa tutapokwenda kurekebisha machache mapungufu tulionayo, tunakwenda kuwa juu zaidi na tutapata heshima zaidi, kwa sababu shida zinapotokea kwa wenzetu tunaombwa twende kusaidia. Heshima ile ni kubwa kwetu na tutapata heshima kubwa zaidi. Kwa niwaombe sana vijana mliohitimu leo, mkawe agents wa mabadiliko, mkawe mawakala wa mabadiliko kule mnakopangwa kazi zenu. Kwa wale watakaopangwa kwenye eneo la usalama barabarani, huku pamoja na jitihada zote tunazochukua, natambua kwamba jeshi limejipanga, kuna jitihada kubwa zinachukuliwa, kuna miradi mikubwa inakuja ya usalama barabarani, mambo ya kufunga makamera, sijui kutumia vipuliza pombe, vipima pombe, sijui mambo mengi jeshi limejipanga kufanya. Lakini bado mzimu wa ajali umetuandama sana. Kwa mfano, mwaka huu mpaka kufikia mwezi wa 4 mwaka huu 2025, jumla ya matokeo ni miezi 4, Januari mpaka mwezi wa 4, matokeo 1322 yaliripotiwa, na idadi ya watu waliokufa katika hiyo ni 1275, ongezeko la 9% ukilinganisha na mwaka 2024. Kwa kila tunapochukua hatua ndipo ajali nazo zinaongezeka. Sasa hebu tulitizameni vizuri eneo hili. Kuna nini hasa? Kama ni barabara zetu, kama taifa tufunge mikaja upande mwingine, tutengeneze mabarabara yetu ili ajali zisitokee. Kama ni kufunga vifaa vya usalama barabarani, tufanye hivyo.
Kama ni uzembe wa madereva, madereva wawekwe, wafundishwe, muwe